kuweza kuwasilisha ujumbe wake mzuri sana kwa ajili ya kanisa lake analolipenda. Nakutukuza Bwana majeshi, ninasema asante Yesu Kristo kwa kibali hiki ulichokirimia. Kwa neema yako Bwana majeshi ambayo imenistahilisha kuweza kusimama mahali hapa na kuwasilisha ujumbe ambao umekusudia kusema na watoto wako. Bwana Mungu mwenye nguvu, na kabidhi mikononi mwako watoto wako hawa jemedari. Mungu mfalme, ukanitumie kuweza kuzungumza nao yale uliyokusudia kuwasema kwa ajili jemedari ya kuwaendea viwango vingine vya utukufu. Ninajua Bwana neno lako haliwezi kurudi bure, lazima litimize yale yote ambayo umelituma likayafanye. Naomba Bwana kupitia neno hili ukajengeke mwanzo mpya. Kupitia neno hili Bwana majeshi ukafanyike ukarabati ndani ya kila mmoja atakayelisikia. Ukamhudumie kila mmoja. Yale yote yalikuwa yameharibiwa na kubomolewa na mwovu ibilisi, kupitia neno hili Jehova yakapate kujengeka tena. Yale yote yaliyokuwa Bwana majeshi yamejengeka, yaliyo kinyume na mapenzi yako yalikuwa yamejengwa na mamlaka za kuzimu, kupitia neno hili Mesia yakapate kubomolewa. Ngome na kuta zote zilizokuwa zimewekwa mbele ya watoto wako ili kuwazuia katika kusonga mbele katika eneo lolote, kupitia neno hili mfalme, kuta zote za Yeriko, kuta zote za kichawi, kuta zote za kipepo, kuta zote za kishetani zilizokuwa zimewekwa kwa ajili ya kuzuia watu wako wasipige hatua, zikapate kuvunjika na kuteketea kupitia katika jina lako takatifu. Ninaomba nikiamini. Na Bwana majeshi na kabidhi mkononi mwako kusanyiko hili Jehova. Utulivu wako uweze kutawala mahali hapa. Usikivu wa kimungu uweze kutawala mahali hapa. Fungua fahamu za kila mmoja Yesu Kristo, ili kwamba waweze kulipokea neno lako pasina kuchanganya na mawazo mengine. Mawazo mengine yote yatokana na nguvu za kuzimu yaliyokusudia kudhoofisha na kuchuja uzito wa neno lako isiingie kama ulivyolikusudia. Ninaondoa na kuyafarakanisha na neno hili. Bali Bwana majeshi kila mmoja aweze kusikiliza kwa usikivu ule wa hali ya juu, na akapate kukaa ndani yetu. Roho zilizojiandaa kwa huko nje kwa ajili ya kuiba maneno yako mazuri aliyokusudia kwa ajili yetu, Bwana ninazifarakanisha, naziondoa ajenda zote za kipepo kupitia katika jina lako takatifu. Nami najikabidhi mikononi mwako, nitumie kama chombo, nitumie vile ulivyokusudia kuzungumza na watu wako. Kila mmoja ukamfikie ujumbe kama ulivyokusudia ufike. Isiwepo asilimia hata moja ya kupungua, bali Bwana majeshi ujumbe wako upenye ndani ya kila fahamu kila mmoja kwa asilimia zote ulizokuwa umekusudia kuzungumza na kanisa lako. Asante mtakatifu wa Israeli, na kutukuza na kukupa sifa na shukrani kupitia katika jina lako takatifu. Amen. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Leo kutoka na jumbe mbili ambazo Mungu alikuwa amekusudia kusema na watu wa mahali hapa, lakini ujumbe mmoja ndio Mungu akaupa mzigo, akaupa uzito kuliko ujumbe mwingine. Kwa wale mnaoandika, taandika kwa habari ya dharau. Leo tutajifunza kwa habari ya dharau. Amina. Leo tutajifunza kwa habari ya dharau na madhara yake. Tutaenda kujifunza kwa habari ya dharau. Nataka tujue dharau. Dharau kwanza ni nini? Na mimi nataka kufikiria dharau kumbe na kanisani zinakuwepo. Ndio, dharau zinakuwepo. Na huenda kutokana na dharau yako mambo mengi sana ambayo ungepaswa uwe nayo, lakini kutokana na kudharau umeyakosa. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Dharau ni kitendo au hali ya kumwona mtu au kitu kuwa wa chini au cha chini, kutokuwa na thamani au kutostahili heshima au kuzingatiwa. Hiyo ndio maana ya dharau. Kumwona mtu au kitu kiona cha chini, au ukiona kitu kwa kwamba hakina heshima, hakistahili heshima, hakina thamani au hakistahili kuzingatiwa. Na ziko sababu za dharau. Ziko sababu zinazopelekea dharau. Ziko sababu nyingi sana. Sababu ya kwanza inaweza ikawa ya kimuonekano. Mtu ukimwangalia unamwona mweusi sana,
Ukimwangalia unaona meno yake yamepangwa ovyo ovyo. Meno ni kwa ajili ya kutafuna ugali tu. Hata kama moja litakaa hapa lingine huku. Ikiwa yanafanya kazi ambayo yamewekewa mdomoni, mpangilio wa meno hauna maana. Lakini sasa unakuta mtu mwingine unamdharau mtu kwa sababu meno yake yamepangwa tu tofauti. Kwa uwezi kusikiliza lolote sababu hiyo ni kibogoyo, ataniambia nini? Unakuta muonekano umesababisha usipokee vitu vya thamani kutoka kwa huyo mtu. Unaanza kumchukulia poa, huyo jamaa cheusi manga ataniambia nini? Huyo jamaa jambo hilo litakuwa na nini cha kuniambia? Kwa udharau moja wapo inaweza ikatokana na nini? Na namna mtu anavyoonekana. Ule muonekano. Mtu unaweza kumwangalia mara moja kulingana na jinsi anavyoonekana, usitamani sana kumsikiliza kwa sababu muonekano wake haujakuvutia. Kwa hata ujumbe utakaotokana na yeye utajikuta unaudharau, unauchukulia kawaida, unauchukulia wa chini, unauchukulia kama haustahili, unauchukulia kwamba hauna thamani. Umeshindwa kutofautisha ndani wa yule mtu